Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika eneo la Coffee Lodge, barabara ya kuelekea Kisongo ni jijini Arusha. Imejitokeza ajali mchana huu ikihusisha gari aina ya Kenta ambayo ilikuwa inatokea maeneo ya Kisongo inaelekea mjini, pamoja na bajaji ilikuwa inatokea maeneo ya mjini inaelekea Kisongo. Lakini watu wawili ndio inaonekana wamepata majeraha, hususan dereva ambaye alikuwa anaendesha bajaji. Alikuwa amekaa na mama mwingine kwa pembeni katika siti ya mbele. Kwa mujibu wa mashuhuda, wameeleza kwamba Kenta hiyo ilikuwa inatokea Kisongo, ili overtake, na wakati wa overtake ikakutana na bajaji hiyo ambayo iligonga upande wa ubavu, ambapo ndiyo kama hivi ambavyo inaonekana sasa. Ajali hii ni kwamba ujomba wa Kenta huyu alikuwa ana overtake anatokea upande ule, wakati huo sisi tupo kazini. Sasa kwenye ku overtake huyu bajaji alikuwa anasubiria ili mwingine apite, yeye akawa hajamuona wa Kenta. Kwa hiyo alivyokuja ndo akaja akampushi mpaka jamaa wa bajaji akaja akadondokea huko hivi upande wa pili. Bajaji ilikuwa inatokea huku mjini kati. Na Kenta ilikuwa inatokea huku. Kwa kuwa kuna utanuzi wa barabara, sasa magari yakawa yamesongamana, ila Kenta yakafosi apite. Wakati wao alikuwa hajui mbele kuna nini. Uzembe ni wa Kenta, maana kesi aliovertake na aliona magari ni mengi, alikuwa amesimama. Kwa hiyo mzembe ni huyo wa Kenta, na baada hapo hivi mpaka sasa hivi hatumjui hata mahali alipoelekea na hatujamuona. Kwenye bajaji alikuwa dereva bajaji na huyo mama nadhani mwenyewe mizigo hapo hivi. Na hali mbaya sana dereva, ni hali ni mbaya sana. Pamoja na huyo mama inaonekana kama chupa zimemchoma maeneo ya tumboni. Ile eneo yani hata nashindwa kuelewa, labda traffic sijui ni waongezwe, pia madereva pia waongeze umakini. Sababu nadhani ni ajali ya pili inatokea maeneo haya kwenye hii barabara. Kio hapo sasa sijaelewa, maana sisi tumeona kwa nyuma, tulikopo kazini pale. Wakati anatokea kule na overtake tukamwona kwa nyuma. Baada ya muda ndo tunasikia amegongana na bajaji hapa hivi. Bajaji iko kwenye speed, ila yeye ndo alikuwa anawahi ili afike mbele. Kenta. Sisi tulikuwa tunatokea maeneo ya Kisongo, tunaelekea mjini. Hii gari ilikuwa ina order ya mzigo inapeleka kwa mteja. Kilichotokea hapa ni dereva wetu amefanya mistake. Hii gari ilikuwa inasumbua breki, kwa hiyo kuna mistake ameifanya. Kuna gari zilikuwepo mbele, nadhani hakuwa makini, akajaribu kuzikataa ili asizigonge zile mbele. Sasa wakati wa overtake ndio wakutana na hii bajaji inatokea huko. Naona huyu bajaji akafanya jitihada za kwenda kumkwepa, ndo akampa bodi ile akamgonga. Tuko tu wa bajaji ulivyogonga, unajua bajaji ile inania juu na hapa kuna mteremko, kwa ndio maana ikionekana mpaka kioo imepata athari, kwa sababu huyu bajaji alichokifanya alikuwa anamkataa at least amuache aje hivi. Sasa ndio hivyo ikakutana bodi na nani katokea hiyo ajali. Kwa hiyo nyie mlikuwa dereva alikuwa na overtake? Dereva alikuwa na overtake kwa sababu ilionekana kama kuna impact anaweza kaifanya na huyu, kwa sababu kulikuwa kuna jamu hapa kidogo. Kwa ile impact ya kumgonga wa mbele ikabidi saa kama mkwepe ili asimgonge. Sasa ile kumkwepa ndo ubajaji anakuja hivi katokea hiyo impact. Nyie mlikuwa mnatokea wapi, mnaenda wapi? Sisi tunatokea Kisongo tunaelekea mjini. Na hii bajaji? Hii bajaji inatokea huku inaenda hivi. Inatokea mjini? Mjini inaenda hivi. Okay. Athari za kibinadamu? Athari za kibinadamu inaonekana huyu amepata effect kubwa sana mpaka amewaishwa hospitali. Alikuwepo yeye pamoja na mama. Mama anaonekana mama ndio mwenye mzigo huu. Kwa yule mama na yeye pia amepata athari kidogo, lakini huyu dereva amepata athari kubwa zaidi. Bajaji ilikuwa imebeba nini? Bajaji ilikuwa imebeba mzigo wa hizo juice hapo kama unavyoona, vinywaji, ilikuwa imebeba hiyo. Specifically walikuwa wanaelekea wapi, lakini mna wasiwasi huenda huyu alikuwa ni mteja tu amechukua mzigo wake mjini, labda anapeleka katika duka lake, ndio mwisho wa siku ikaja ikatokea. Dereva sasa yuko wapi? Dereva hapa mimi sijajua sasa ameondoka wapi, kwa sababu alichokifanya amenikabidhi funguo, amesema tu kuna sehemu anaelekea, lakini sasa sijajua ameenda wapi. Ili angalau kupunguza zile hasira za wananchi. Sasa ndo hapo labda naona amehofia inabidi aondoke. Hii bajaji ilikuwa imekodishwa kuelekea Kisongo na ina bidhaa kama unavyoziona hapo. Katika kona hii hapa ya Red Sea, kilichotokea ni kwamba Kenta ilikuwa ina overtaking na baadaye wakakutana uso kwa uso na bajaji ambayo ilikuwa inaelekea Kisongo.
Nafikiri baada ya hapo ni bajaji amejitahidi kupambana kutoka nje ya barabara, lakini kilichotokea naye huyu mwenye kenta naye akawa anaenda nje ya barabara kama kumkwepa, kwa hiyo amekutania pembezoni mwa barabara mkono wa kushoto. Na baada ya ajali basi dereva wa kenta amekimbia, ila majeruhi kwa upande wa bajaji, dereva anaonekana kuumia sana, lakini yule mama nafikiri atakuwa na majeraha tu machache. Na katika haya mazingira kuna mtu ambaye aliyeumia zaidi, kwa sababu tunaona hii bajaji kama vile imebondeka sana. Dereva wa bajaji anaonekana kuwa ameumia zaidi. Anakaa kuwa ameumia zaidi kwa sababu alikuwa na nose bleeding. Kwa hiyo inawezekana pia anaweza akawa na internal, kwa sababu urefu wa bajaji na hii kanta ilivyo, ina maana tayari atakuwa amefikiwa kuanzia maeneo ya begani kwenda kichwani. Na hatujui alikuwa na spidi gani. Kama unavyotambua, mtu akiwa na overtake anaweza akawa na spidi kubwa. Kwa hiyo impact ya ile spidi kuja kumgonga mtu atakuwa ameumia zaidi, lakini wameshawakimbiza hospitali. Kwa hiyo tuna imani Mungu atafanya njia, itakuwa sawa. Kwa kinachoonekana hii kenta kidogo ilikuwa kwenye spidi ili imalize overtaking. Kenta hii ilikuwa kwenye spidi kidogo kwa ajili ya kumaliza overtaking, na baadaye akawa amekutana na hii bajaji. Ndio. Hali ya yule dereva, maana nimeona damu ni nyingi sana hapa. Hali yake kwa kweli ni kumwomba Mungu. Hali yake ni kumwomba Mungu kwa sababu impact imekuwa ni kubwa na hatujui nini ambacho kinaweza kuwa kimetokea ndani ya kichwa chake. Kwa hiyo amekimbizwa hospitali. Wito wangu kwa madereva, kwa sababu nami pia ni dereva, ni kuongeza umakini, lakini hasa kwenye maeneo yenye kona unapo overtake ni vizuri kuangalia kama kuna uhitaji wa overtake kwenye kona, la sivyo hakuna sababu yoyote kwa overtake. Hasa maeneo ya mjini haya yanakuwa na magari mengi ya kuingia na kutoka, kwa hiyo hakuna sababu yoyote kwa overtake, kwa sababu ni maeneo ambayo tunapata watu wengi na wanaweza sababisha ajali zaidi ya hii ambayo imetokea leo.